Mambo vipi mwanafamilia wa HNT Media ambaye umetenga muda wako kuzitazama taarifa za michezo zinazoendelea kuhappen na kutendeka kila wakati. Bana, moja kati ya taarifa kubwa ambayo leo tumekuletea hapa ni kuhusiana na ile kesi ya Young Africans ambayo imetupiliwa chini na mamlaka ya usuluhishi wa masuala ya michezo duniani CAS, kuhusiana na hiyo kesi ambayo Young Africans walikuwa wanaisikilizia itolewe hukumu huko CAS. Moja kati ya taarifa kubwa kabisa ambayo inaendelea kuhappen na inaendelea kutrend katika vyombo mbalimbali vya habari, na sisi tukasema tukuletee hapa ili uweze kujua ni nini kinachoendelea. Bana, undani wa taarifa hii tunayo hapa. Nikusihi kwamba endelea kubaki nasi ili tuweze kukupa kila unachostahili kunako taarifa hii. Moja kati ya taarifa kubwa ambayo imetolewa na CAS, mahakama ya usuluhishi wa michezo CAS imeamua wazi na kulitupilia mbali rufaa iliyowasilishwa na klabu ya Yanga dhidi ya shirikisho la soka la Tanzania TFF na bodi ya ligi TPLB na klabu ya Simba kuhusiana na matokeo au mazingira ya mchezo wa Kariakoo Derby. Katika hati ya maamuzi yaliyotolewa na makamu wa rais wa idara ya rufaa, mahakama hiyo ya CAS inasema kuwa haina mamlaka ya kushughulikia shauri hilo kwa kuwa halikuwa limepitia taratibu zote zilizotakiwa kisheria ndani ya vyombo vya soka nchini. Hii ni pamoja na kutokamilika kwa mchakato wa mashauri katika ngazi za kitaifa, hususan ndani ya TFF. Yanga kupitia mawakili wao wa kisheria wakiongozwa na Alex Mgongorwa na wengine waliowasilisha kesi hiyo wakipangia maamuzi ya michezo baina ya Simba. Hata hivyo CAS wamejiridhisha kuwa Yanga haikukamilisha mchakato wa rufaa ndani ya mamlaka za soka nchini, jambo ambalo limefanya mahakama hiyo ya kimataifa kutokuwa na mamlaka ya kuingilia kati. Kwa upande wa wajibu wa waombi, TFF na TPLB na Simba walikuwa wakiwakilishwa na mawakili mbalimbali wakiwemo Ngurumaha Kea Majembe na Hosea Chamba kwa upande wa Simba. Kwa mujibu wa CAS, kesi hiyo sasa itarejeshwa katika vyombo vya ndani vya soka Tanzania ili ishughulikiwe kwa mujibu wa taratibu zilizopo. Uamuzi huo ni pigo kwa Yanga ambao walitarajia kupata haki yao kupitia njia ya kimataifa, lakini pia ni somo muhimu kwa klabu wadau wa michezo kuhusiana na kuzingatia taratibu zote za kisheria kabla hawajafikisha masuala yao kwenye vyombo vya juu vya kiusuluhishi. Bana, moja kati ya taarifa ambayo kwa sasa imeendelea kuhappen na kutendi katika mitandao ya kijamii, lakini kwa taarifa zinazoendelea kusambaa katika mitandao ya kijamii zimekuwa tofauti na taarifa zilizotolewa na CAS, kwa sababu hapana sehemu ambapo CAS wamesema Yanga imeshindwa kesi hii. Kesi bado mbichi kabisa. Yanga walikosa hukumu kutoka TFF wakawahi kwenda CAS, ilikuwa ndani ya siku 21. Wakafanikiwa, wakafika CAS, wamejibu Yanga irudi TFF wakiwa ndani ya muda, na Yanga wanatuma kesi TFF ili warudi tena CAS kwa majibu yote yale ya TFF. Bana, hii inaweza ikawa pia ni shida kwa Yanga, kwa sababu pia TFF wao mpaka jana wamesema wapo katika maboresho ya ratiba ya ligi kuu, licha ya kwamba Yanga wanahitaji kupata mwongozo kutoka TFF, kwa sababu pia TFF wanaweza wakakaa kimya mpaka pale watakapopanga tarehe mpya ya mechi hii, na wasiwajibu kitu chochote mpaka pale endapo mechi itakapopangwa na
ikapangiwa tarehe, Yanga watakuwa hawana budi kucheza mechi hiyo, kutokana na kwamba kama watakataa kucheza mechi hii, basi Simba wanaweza wakapewa pointi, kutokana na kwamba watakuwa wako kisheria kabisa. Lakini kitu sasa ambacho kinaleta maswali mengi ya kujiuliza kwamba kumekuwepo na maandiko mengi pia, tukiangalia katika moja kati ya mchambuzi wa masuala ya michezo hapa Tanzania, huyu anasema wanasheria wa Simba kwenye hoja ambazo ziliwekwa mezani kwake na Yanga, Simba wakaanza kugomea request for stay, yani mchezo usipangiwe tarehe ya na kuambia Yanga hawajafuata mchakato mzima wa kisheria ndani ya nchi. Halafu wakasema kuna vitu ambavyo Yanga hawajavitimiza. Ufuatao ndio utetezi wa Simba kupitia wanasheria wake huko kasi uliochapishwa. Yanga wanataka kulipwa fidia, lakini hawajaonesha ni namna gani wao wameathirika na mechi kutochezwa. Yanga wanataka kulipwa fidia kwa misingi ipi, wakati wanafahamu mapato yanayopata baada ya mchezo tajwa kupigwa. Mlalamikaji alishindwa kuthibitisha jinsi ya heshima au msimamo wake kwenye ligi utakavyoathirika. Rufani ya Yanga haiwezi kufaulu kwa sababu kasi haina mamlaka ya kusikiliza ama kupokea rufaa hiyo, kwa sababu Yanga haikufuata hatua ya vyombo vyote vya kisheria nchini kwa mujibu wa ibara ya 25 kifungu cha 6 ya kanuni ya ligi. Lakini pia bodi ya ligi haikutoa barua ya maamuzi dhidi ya barua ya kiutawala. Yanga wanakatia vipi rufaa taarifa ya kiutawala? Simba kupitia mwanasheria akauliza anakatwa vipi alama 3 kwa mechi ambayo imegairishwa na mamlaka. Maombi ya Yanga hayana uzito kuliko taarifa ya TPLB kuhusiana na rushwa na mambo yasiyofaa kwenye michezo. Imeahirishwa kutokana na mambo yasiyofaa kwenye mpira. Hadi sasa zilikuwa hoja za Simba wakijitetea kupitia mwanasheria wao, na kasi wakazipokea rasmi Aprili 25. Moja kati ya taarifa ambazo zinazidi kuendelea sasa, na Yanga wanaonekana kama wanakosa utetezi juu ya rufaa yao hii ambayo walikuwa wameipeleka huko kasi, na moja kwa moja sasa wanarudi tena katika mamlaka zinazosimamia masuala ya michezo hapa Tanzania, TFF, ili kuweza kupata rufaa yao na kurudi tena huko kasi. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba Young Africans hawajaferi bado katika kesi hii, ila kinachotakiwa wapate rufaa kutoka TFF na ili waweze kurudi huko kasi na kesi ikaende kufunguliwa upya tena. Mpaka sasa Young Africans hawajatoa taarifa yoyote kuhusiana na hili, bado tunasikilizia ili tuweze kuona ni nini kitakachoamliwa na klabu ya Young Africans. Je, Yanga watakuwa tayari kucheza mchezo tutakavyopangiwa tarehe, au ni vile pia wataendelea kushikilia bomba mpaka pale haki yao itakapopatikana? Kwa sababu Yanga mpaka sasa wameambiwa warudi katika mamlaka za ndani TFF, na hapo chapu kwa haraka Young Africans wameshakwisha kutuma shauri lao huko TFF ili kwa majibu yoyote yale waweze kurudi kasi. Sasa je, TFF watatoa rufaa hiyo kabla hawajaipanga tarehe ya mchezo huo, au watasubiri kwanza mpaka ipangwe tarehe kwa makusudi kabisa ili kuwachelewesha tu Young Africans wasiweze kurudi kasi? Bana, kwa taarifa zote hizo utaendelea kuzipata hapa HNT Media. Nikwambie tu kwamba endelea kubaki nasi ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Na kwa sasa endelea kuenjoy na taarifa hii ambayo tumekuletea, lakini pia usisahau kulike, comment na kushare. Kwa wewe ambaye ndo kwanza unajiunga nasi, usisahau kusubscribe kwa taarifa zingine zaidi tunazoendelea kukuletea hapa, ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga hili la michezo hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Utazitazama taarifa zetu ukiwa sehemu yoyote tunazokuletea hapa kunako TV ya kupendwa ya HNT Media. Kwa taarifa zingine zote endelea kubaki nasi, lakini pia usisahau kutufollow katika Instagram yetu kwa jina la HNT_media_tz. Hapo utapata taarifa zote za michezo.